Kwa hiyo hili alilifanya mtume ndio au hapana? Hili lilikuwa vipi? Ndio lilikuwa kadha, halikuwa kadha. Basi mbona jambo ni jepesi tu, kuna shida gani? Kwa hiyo almuhimu kwamba ifahamike kwamba huu msingi wa pili Sheikh anachokusudia bayanu wahdatil jamaa, kubainisha kupokeka kwa kundi, wa tahdhiru anil jamaat, na kutahadharisha kutokana na umakundi. Sasa mtu anaweza akasema kwamba mbona nyie mko pia katika makundi, sijui hawa wanajifanya kadha, hawa sijui wanajiita masalafi, hawa kadha. Haya takuja kutatua maelezo katika ile mahiya salafia, katika zile nukta zile zake zile. Ndio nimetaka ile risala, Allah akitaka tutasomeshana. Kwa hiyo sasa hapa nikirejea kwa uchache pale aliposema ويزيده وضوحا ما وردت به سنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين kisha likawa jambo la kufarikiana katika misingi ya dini wa furu'ihi na tanzu zake huwa alilmu walfiqhu fi din, ndio ilmu na ndio fiqhu katika dini. Yani leo hii baadhi ya watu wamefikia hatua kuzungumza kwamba huku kufarikiana kwetu huku ni maendeleo ya kiilmu, kwamba watu tumeendelea, tuna ilmu, kwa hiyo hakuna tatizo. Huyu akijiita salafi, huyu akijiita khariji, huyu akijiita tablighi, huyu kadiani, huyu shia, huyu kadha, ni maendeleo ya kiilmu. Haya maneno mimi nishapata kuyasikia kwa mmoja katika watu ambao ni wazito sana katika hii daula. Hadahu Allah, ni mtihani sana. Kwa hiyo si sahihi. Allah tabaraka wa taala hajaamrisha sisi kufarikiana. Wasara alijtimau fi dini, kule na imekuwa kule kuungana katika dini, la yaquluhu illa zindiqun au majnun, isipokuwa mnafiki au mwendawazimu. Sisi tunapolingania kuungana katika dini, kama tulishatoa maelezo hapo awali kwamba kuungana katika haki, yani kuko juu ya haki, ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi, alijtimau ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi. Bas, kwa hiyo sisi twalingania watu kuungana katika ile haki iliyokuja kwa mujibu wa Allah na mtume wake na ufahamu wa wema waliotangulia. Sio mtu atuetetee mambo yake ya ajabu ajabu huko alafu atake sisi tuungane naye. Hilo halipo. Mtu anakaa anafikiria eti kwamba akiambiwa anasema ile anafanya dhikri, akiulizwa dalili iko wapi, Allah anasema ihdina siratal mustaqim. Ufahamu amekupa nani wewe? Yani ile ihdina siratal mustaqim ndio imetoka. Kwa hiyo mkisikia hawa anafanya hivi, maana yake dalili iko kule ihdina siratal mustaqim. Sasa huyu ndio mtu wa kuungana naye? Mambo ya ajabu kabisa haya. Au mtu katika ile Ramadhani ile tarawih unasema zile subhanallah bihamdi subhanallah, wanapiga wanaimba, dalili iko wapi? Allah anasema fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba, sala an-nabi. Sasa kuna dalili hapa. Aya hii ilimshukia nani? Baba yako ndio alivyoifanyia kazi hivi?
vitu sasa ndio tutaungana katika dini hapa. Sasa tutaungana ala alhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi. Nasallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hakuna maswali, muda umeondoka sana.